Baba, nimekuja kuchukua haki ya mama yangu kabla hujafa. Mtoe huyu mwenda wazimu nje! Karibu kwenye jumba la kifahari la Mzee Mwakilasa, ambapo utajiri na heshima vinaficha siri nzito za damu, tamaa na usaliti. Na ninaweza kukupa 10% ukimuua Mzee Mwakilasa akiwa hapo hospitali. Kwa nje ni familia kielelezo, lakini milango ikifungwa, kila tabasamu linaficha kisu. Nini kitatokea pale mzimu wa zamani utakapogonga hodi na kutishia kuporomosha himaya yote iliyojengwa juu ya uongo? Kwenye Siri za Familia, ukizima moto mmoja, mwingine unalipuka. Ila kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay? Tuanze sasa. Hakuna mwema, chunga siri. Kwenye jumba la kifahari la Mzee Mwakilasa, kila kitu kilionekana kuwa sawa. Muziki mwana, harufu ya vyakula vya gharama na vicheko vya kinafiki vilitawala. Mzee Mwakilasa, tajiri anayeheshimika kwa biashara za meli, alikuwa anasherehekea miaka 70 ya kuzaliwa kwake. Lakini katikati ya hotuba yake, mlango mkuu wa ukumbi ulifunguka kwa kishindo. Aliingia binti mmoja, Zawadi, akiwa ameloa napa. Alishika bahasha ya kaki na kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Baba, nimekuja kuchukua haki ya mama yangu kabla hujafa." Ukumbi ulikata pumzi. Baba, nimekuja kuchukua haki ya mama yangu kabla hujafa. Mtoe huyu mwenda wazimu nje! Mama Mwakilasa, mwanamke shupavu na mwenye roho ya chuma, alisimama na kusema, "Mtoe huyu mwenda wazimu nje." Lakini Mzee Mwakilasa hakuongea. Alikuwa ameparaganzi, macho yake yakimtazama Zawadi kama mtu aliyeona mzimu. Siku 2 baada ya tukio la karamu, Zawadi alikutwa amezimia getini. Badala ya kumfukuza, Mzee Mwakilasa aliamuru apelekwe chumba cha wageni. Hali hii ilizua taharuki. Kelvin, mtoto wa kwanza wa Mwakilasa na mrithi wa kampuni, alikuwa na siri yake. Alikuwa anatumia pesa za kampuni kulipia madeni ya kamari. Alijua Zawadi akitambulika rasmi, urithi wake utapungua. Usiku wa manane, Kelvin aliingia chumbani kwa Zawadi akiwa na mto wa kulalia, akikusudia kumziba pumzi. Alipoinua mto, alisikia sauti ya baridi nyuma yake. "Ukifanya hivyo, video ya wewe kuiba bilioni 2 za kampuni itatufikia polisi saa 5 asubuhi." Alikuwa ni Sofia, mke wa Kelvin, ambaye amekuwa akimfanyia ujasusi mumewe kwa miezi 6. Sofia hakuwa anamlinda Zawadi kwa wema. Alitaka Kelvin ampe talaka na nusu ya mali zake ili anyamaze. Wakati vita ya Kelvin na Sofia ikipamba moto, mdogo wa Kelvin, Doreen, aligundua kitu cha ajabu kwenye store ya zamani ya nyumba hiyo. Alikuwa anatafuta album za picha za zamani ili amtambue Zawadi. Aligusa tofali moja ambalo lilikuwa likicheza. Alipoliondoa, alikutana na kishimo kilichoficha diary ya zamani ya baba yake. Ukurasa wa kwanza uliandikwa kwa inwa mwekundu, "Sikumuua kwa kupenda, lakini siri ya kaburi la mwanamke yule haitakiwi kujulikana na yeyote. Zawadi asijue kamwe kuwa yeye si mtoto wa babangu, bali ni binti wa adui yangu niliyemzika miaka 20 iliyopita." Doreen alihisi dunia inazunguka. Kama Zawadi si mtoto wa Mzee Mwakilasa, kwa nini mzee anatetemeka mbele yake? Na je, ni nani mwanamke yule aliyezikwa kwa siri? Wiki moja baadaye, gari jeusi liliingia ndani ya fensi. Alishuka mwanamume mmoja aliyevaa suti ya kijivu, akionekana kama mtu mwenye mamlaka. Alijitambulisha kama wakili wa marehemu kaka wa Mzee Mwakilasa. Alileta habari moja tu: nyumba wanaoishi, makampuni yote na akaunti za benki kisheria ni mali ya mtu mmoja tu, ambaye amekuwa akidhaniwa amekufa kwa ajali ya ndege miaka 10 iliyopita. Mzee Mwakilasa alianguka chini kwa presha. Na hapo ndipo mchezo halisi ulipoanza, kwani Zawadi, Sofia na Kelvin wote wana mipango tofauti ya nani atabaki na ufunguo wa jumba hilo. Siri za
za familia ndio zinanitesa, hakuna mwema. Chunga siri za familia, siri za familia. Mzee Mwakilasa alikimbizwa hospitali ya Aga Khan akiwa hajitambui. Wakati madaktari wanapambana kuokoa maisha yake, nje ya chumba cha ICU, mama Mwakilasa hakuwa analia kwa huzuni, bali alikuwa anapiga simu kwa sauti ya chini. Hakikisha yule wakili harudi ofisini kwake usiku wa leo. Ile faili ya urithi lazima ipotee kabla mzee hajafumbua macho. Kumbe, mama Mwakilasa alijua muda mrefu kuwa mali zile si zao, na alikuwa ameshirikiana na mtu asiyejulikana kumzika kisheria yule kaka wa mzee Mwakilasa miaka 10 iliyopita. Wakati familia ikiwa hospitali, Zawadi alibaki peke yake kwenye jumba lile kubwa. Badala ya kuiba vito vya thamani, alienda moja kwa moja kwenye maktaba ya mzee. Alikuwa anatafuta namba ya siri ya safe ya ukutani. Simu yake ikaita. Alikuwa ni mtu anayeitwa The Master. Umefanikiwa? Bado kidogo, lakini huyu Doreen anaanza kunishuku. Amepata diary ya baba. Umefanikiwa? Sauti ya kiume iliuliza. Zawadi akajibu, bado kidogo, lakini huyu Doreen anaanza kunishuku. Amepata diary ya baba. The Master akacheka kicheko cha kishindo. Doreen ni mtoto, usihofu. Kumbuka kile tulichokifuata. Si pesa, bali ni ile flash drive yenye ushahidi wa biashara haramu za Mwakilasa na serikali. Hapo ndipo tunagundua Zawadi si binti mnyonge anayetafuta haki, bali ni jasusi aliyetumwa na maadui wa mzee Mwakilasa. Asubuhi iliyofuata, nesi mmoja aitwaye Witness aliingia chumbani kwa mzee Mwakilasa kumpa dawa. Alipomtazama mzee, mkono wake ulitetemeka. Alimtambua mzee huyu. Miaka 20 iliyopita, Witness alikuwa mkimbiaji wa maabara katika hospitali ya mkoani. Anakumbuka siku ambayo mzee Mwakilasa alileta watoto wawili wachanga na kubadilisha vitambulisho vyao ili mtoto wa kiume Kelvin aonekane ni wake na mtoto wa kike wa adui yake Zawadi aonekane ni yatima. Witness alijua siri hii ingempa mamilioni. Alimuinamia mzee aliyepoteza fahamu na kumnong'oneza, Mwakilasa, nimerudi, na safari hii utanilipa kwa kila sekunde niliyokaa kimya. Mwakilasa, nimerudi, na safari hii utanilipa kwa kila sekunde niliyokaa kimya. Siri za familia ndio zinanitesa. Kelvin, akizidiwa na madeni ya kamari, aliamua kufanya amuzi wa kijinga. Alichukua hati ya nyumba ambayo alidhani ni halali na kwenda kuiweka rehani kwa tajiri mmoja wa Kihindi ili apate bilioni 1 ya haraka kutoroka nchi. Lakini alipofika huko, yule tajiri alimwambia, Kelvin, hii hati haina thamani. Kelvin, hii hati haina thamani. Nyumba hii imesajiliwa kama mali ya serikali tangu mwezi uliopita kwa amri ya wakili mkuu. Kelvin alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa, akakutana na Sofia, mke wake, akiwa na sanduku la nguo. Sofia, naondoka na siendi peke yangu. Naenda na siri ya kuwa wewe si mtoto wa Mwakilasa. Tayari nimeshamuuzia habari hii mwandishi wa habari za udaku. Mambo yanazidi kuwa magumu. Je, Kelvin atafanya nini baada ya kugundua yeye si mtoto wa tajiri? Wakati mama Mwakilasa akiwa amekaa kwenye kiti cha hospitali, anapokea ujumbe mfupi SMS kutoka namba ngeni. Ujumbe uliandikwa, najua Kelvin si mtoto wako wa kumzaa. Najua ulimnunua kwa nesi miaka 25 iliyopita ili usipoteze urithi wa Mwakilasa.
tukutane kwenye mochwari ya hospitali saa 6 usiku kama hutaki picha za kadi ya kliniki ya uongo zisambae. Mama Mwakilasa alihisi damu inaganda. Hakujua kuwa nesi Witness amekuwa akimfuatilia kwa miaka yote hiyo. Akijikaza kiume, alinyanyuka na kuelekea kule alikoagizwa, huku akiwa ameficha bastola ndogo kwenye mkoba wake. Kule nyumbani, Zawadi alifanikiwa kuingia chumba cha siri cha mzee Mwakilasa. Baada ya kugusa ukuta, picha kubwa ya mzee ilijifungua na kuonekana sanduku la chuma, safe. Lakini badala ya kuingiza namba, Zawadi alitumia kifaa cha kisasa cha kiteknolojia. Click, mlango ukafunguka. Ndani hakuwa na pesa nyingi, bali kulikuwa na flash drive ya dhahabu na picha ya mwanamke mrembo anayefanana na Zawadi kwa 100%. Ghafla, taa za chumbani zikafunguka. Doreen alikuwa amesimama mlangoni akiwa na simu yake akimrekodi Zawadi. Wewe ni nani hasa Zawadi? Na kwa nini unafanana na picha ya mwanamke ambaye baba amemficha kwa miaka 20? Doreen aliuliza kwa ukali. Siri za familia ndio zinanitesa. Kelvin, baada ya kuachwa na mkewe Sofia na kuambiwa yeye si mrithi, alijikuta kwenye baa moja chafu akilewa chakari. Mtu mmoja aliyevaa koti refu na kofia iliyoficha uso wake aliketi pembeni yake. Kelvin, unataka kurudisha heshima yako? Yule mgeni aliuliza. Sauti hiyo ilikuwa nzito na ya kikatili. Wewe ni nani hasa? Kelvin aliuliza kwa ulevi. Mimi ndiye mwenye mali hizi unazozipigania. Mimi ndiye kaka wa mzee Mwakilasa ambaye wote wanadhani nilikufa. Nimekuja kuchukua kilicho changu. Na ninaweza kukupa 10% ukimuua mzee Mwakilasa akiwa hapo hospitali. Na ninaweza kukupa 10% ukiniua mzee Mwakilasa akiwa hapo hospitali. Kelvin alitahamaki. Huyu ndiye the master ambaye amekuwa akituma maelekezo kwa Zawadi. Saa 6 kamili usiku, mama Mwakilasa aliingia eneo la mochwari. Kulikuwa na baridi kali na harufu ya dawa. Nesi Witness alitokea nyuma ya jokofu la maiti. Umeleta pesa? Umeleta pesa? Witness aliuliza kwa dharau. Nina kitu bora zaidi ya pesa. Nina kitu bora zaidi ya pesa, mama Mwakilasa alijibu huku akitoa bastola. Lakini kabla hajafyatua, mlango wa mochwari ulifunguliwa kwa kishindo. Polisi walivamia eneo hilo wakiongozwa na wakili wa siri wa mzee Mwakilasa. Mama Mwakilasa, umekamatwa kwa jaribio la mauaji na ubadilishaji wa watoto kinyume cha sheria. Lakini swali likabaki, nani aliyewaita polisi? Mambo yamevurugika kabisa. Mama Mwakilasa alipigwa pingu, lakini alipomtazama yule wakili aliyeambatana na polisi, alicheka kicheko cha dharau. Wewe si wakili wa mume wangu. Wewe ni nani? Mama Mwakilasa aliuliza. Yule mtu alivua miwani yake na kusema, mimi ni mpelelezi binafsi niliyelipwa na mumeo miaka 5 iliyopita kunichunguza wewe. Mzee alijua kila kitu kuhusu Kelvin kubadilishwa. Alikuwa anasubiri tu siku ya kuzaliwa kwake ili akufunge wewe na kumfuta Kelvin kwenye urithi. Ghafla, taa za mochwari zilizimika. Milio ya risasi ilisikika. Taa zilipowaka tena, nesi Witness alikuwa ametoweka na mama Mwakilasa alikuwa ameachwa peke yake, pingu zikiwa zimefunguliwa. Kwenye maktaba, Doreen alimnyoshea Zawadi bastola ndogo aliyoichukua kwenye draw ya baba yake. Nipe hiyo flash drive Zawadi. Najua wewe si jasusi wa kawaida. Najua wewe ni binti wa yule mwanamke aliyekufa kwenye ajali ya gari ambayo baba aliisababisha. Doreen alisema kwa sauti ya kikatili ambayo hakuna mtu alitegemea nayo. Zawadi alitabasamu. Doreen, unadhani wewe ni mtoto wa pekee hapa? Angalia vizuri picha hii. Huyu mwanamke ni mama yangu na alikuwa mke wa kwanza wa baba yako kabla ya huyu malkia wenu wa sasa hajamtoa kwa ushirikina. Doreen alitetemeka mkono.
Siri ya kwa nini mzee Mwakilasa alikuwa anamwogopa Zawadi ikawa wazi. Zawadi ndiye mrithi halali wa kwanza kisheria. Kelvin aliingia hospitalini akiwa amevaa kanzu na barakoa ili asitambulike. Alikuwa na sindano ya sumu aliyopewa na The Master. Alipofika kwenye kitanda cha mzee Mwakilasa, aliona mashine zikifanya kazi kwa sauti ya kukata tamaa. Alipoinua mkono ili kudunga ile sumu kwenye mpira wa drip, mzee Mwakilasa alifungua macho kwa ghafla. Alimshika Kelvin mkono kwa nguvu ya ajabu na kumnong'oneza, "Kelvin, usifanye hivyo. The Master sio kaka yangu, ni mimi wa zamani." Kabla mzee hajaendelea, mlango wa ICU ulifunguka kwa nguvu. Alikuwa ni Sofia, mke wa Kelvin, akiwa na wanajeshi wawili. "Kelvin, weka hiyo sindano chini. Huyu mzee sio adui yako. Adui yako yuko mlangoni mwa nyumba yetu sasa hivi akichoma nyaraka zote." Wakati haya yote yakitokea, moshi mkubwa ulianza kufuka kutoka kwenye jumba la Mwakilasa. Mtu mmoja alionekana akitoka nje akiwa na begi kubwa la Rambo. Alikuwa ni yule mgeni anayejiita The Master. Alipofika getini, alikutana na Zawadi na Doreen ambao walikuwa wametoka ndani baada ya kusikia kingora ya moto. "Mchezo umeisha watoto," The Master alisema huku akivua kofia yake. Uso wake ulikuwa na kovu kubwa linalofanana na la mzee Mwakilasa. "Baba?" Doreen alipiga kelele kwa mshangao. Kama mzee Mwakilasa yuko hospitalini ICU, ni nani huyu anayefanana naye kwa 100% aliyekuwa akichoma nyumba? Mambo yanazidi kuchanganya. Je, kuna mapacha wawili wa Mwakilasa ambao hakuna aliyejua? Nani alimfungua pingu mama Mwakilasa kule mortuary na Witness amepotelea wapi? Flash drive ya dhahabu ina siri gani ambayo inaweza kubadilisha hatima ya nchi? Siri za familia ndio zinanitesa, hakuna mwema, chunga siri za familia. Siri za familia ndio zinanitesa, hakuna mwema, chunga siri za familia.